huyu ni nani? Na kwa nini anapiga simu kila siku usiku? Ina maana afahamu kama mwenye simu ana mwanamke anaishi naye. Mbaya zaidi, anatuma picha za uchi. Lakini kwa nini wanaume wariziki? Nampa kila kitu anachohitaji. Mwanamke mwenye hatafanani na mimi, ni wa kawaida sana. Kwani mimi nina kasoro gani? Mbona mimi ni mzuri tu? Chochote anachotaka nampatia, lakini ameamua kunisaliti na mwanamke wa kawaida tu. Pole sana shoga yangu. Wanaume ndivyo alivyo. Unajua vitabu vilisema kwamba wanaume waishi na sisi kwa akili, lakini sasa hivi mambo yamekuwa vice versa. Sisi ndio inabidi tuishi na wao kwa akili, maana vitu wanavyovifanya. Ila twende mbele na kurudi nyuma. Tusijekaa tunamlaumu sana shemeji akati makosa yapo kwako. Vipi, unatimiza majukumu yako kama mke wa Prince? Kuhusu kuwajibika, nafanya majukumu yangu yote. Kama ni kumpasia nguo zake, kumfulia, kumpikia chakula kizuri anachokipenda, nampikia. Lakini si nini amekosa kwangu mpaka ameamua kunifanyia hivyo? Mbaya zaidi, angenichiti basi na mtu wa maana. Kimwanamke chenyewe ukikiona hakina mbele wala nyuma. Basi mwenyewe alikuwa busy nacho, anachati, yani sijui anachati nini, wananikera. Pole ndugu yangu. Lakini kama unavyosema, mwanamke wenyewe ni wahofu. Unashindwa kujiuliza mume wako amefuata nini kwake? Majukumu ambayo mimi nilikuwa nayazungumzia, tofauti na kumpikia, kumfulia, sijui kumchemshia maji ya kuoga, au ni majukumu mengine tofauti. Hivi unajua kama wanaume wanapenda kudekezwa kama watoto. Kwa hiyo hapo inabidi ujiongeze zaidi dada. Ukitegemea umpikie, sijui umfulie, umpasie nguo, atulie, mama umechina. Sio kwa wanaume wa sasa hivi. Wanaume wanahitaji vitu vidogo vidogo. Masaji, mara sijui umkate kucha, mara sijui umsifie. Yaani vitu vidogo vidogo tu kama watoto. Tunaweza tukamlaumu Prince, kumbe tatizo lipo kwako. Unajua kuchiti ni sababu, sio bahati mbaya. Kuna sababu kutoka kwako kwenda kwa mwanamke ambao unasema wewe haeleweki. Na ushasema haeleweki. Wewe ujiulize Prince amefuata nini kwake? Akili kichwani mama. Kama unataka mume wako abaki ama aondoke, ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Au utaishia hivyo hivyo kumpikia chai na kumpasia nguo, kazi ni kwako. Utaishia kulalamika kila siku. Mwenzako anaenda kwa huyo mwenye sura mbaya. Upo. Sasa rafiki yangu, kuhusu hilo swala la masaji mimi najulia wapi? Nishazoea vidole vya kula, vya kupika na kufua. Hapo sasa ndo unapofeli. Kama hivyo vidole vyako vimezoea kupika, kula na kufua,
Sikusubiri mume wako aje achukue hizo nguo ambazo nampasia. Ahamie huko nyumba ndogo. Maana ndio unachokitaka. Wewe kinachokushinda kuchukua simu kuingia YouTube kusoma kitu gani? Chukua simu, ingia mitandaoni, mbona utajifunza vitu vingi tu. Amka wewe, vipi? Sawa, nimekuelewa, nitalifuatilia na kulifanyia kazi. Shauri yako. Wanaume wenyewe wachache mjini hapa. Yaani unapata mwanaume kukuheshimisha na kukuweka ndani unafanya masiala. Atakuja kuondoka huyo unamwangalia vipi? Utabaki mikono yangu mimi ya kupika, sijui kula, sijui kufanya nini. Shauri yako. Utakuja hapa unalia. Sawa shoga yangu, acha nikafanyie hilo swala kazi. Sawa, utarudisha majibu. Kwani leo kuna nini? Umenifanyia surprise? Ni kawaida kipenzi, na hii inatokea kwa kila mwanamke ambaye anaona penzi lake laenda kuzama. Ni lazima afanye hivi ilipolikuwa penzi lake. Unamaanisha nini mpenzi wangu? Sijakuelewa. Tuachane nayo hani. Naomba nikuulize kitu. Hivi kwa nini nyinyi wanaume huwa mnachiti? Baadhi ya wanaume unakuta na wanawake wazuri sana. Wanapatiwa kila kitu wanachokihitaji. Lakini wanakuwa na chiti. Ni sababu gani inapelekea kufanya hivyo? Tena wanachiti kwa wanawake wa kawaida sana, ambao hata hawafanani na wake zao wa ndoa. Kwa nini huwa mnafanya hivyo? Ina maana unamaanisha mimi huwa nakuchiti? Sina maana hiyo kipenzi, ila nimeuliza ili niongeze uelewa. Mara nyingi wanaume tuoni thamani ya kitu tukiwa nacho hadi siku kiondoka kwenye mikono yetu. Hapo ndipo tunaiona thamani. Lakini nimekuwa na maswali mengi sana. Kuna nini kipenzi? Hamna kitu. Vipi, umependa massage? Ya, nimeipenda. Massage nzuri sana. Unajua nini mpenzi wangu? Tangu niingie kwenye ndoa na wewe, sijawahi kukusaliti. Na wala haitatokea kama kukusaliti kipenzi. Nakupenda sana mke wangu. Yaani shoga yangu, ushauri ulionipa hakuna kitu. Nimekaa na watu wazima wamenifunza, nimerudi nyumbani nimemfanyia massage, nimemkata kucha, lakini kila ikifika usiku yeye na simu chooni. Sijui anapiga picha na kumtumia yule mwanamke, yani simuelewi kabisa. Yaani kuna wakati mpaka nasema yule mtu kuchiti ni kawaida yake. Kila kitu unachojua nimemfanyia, lakini wapi? Utazani kazaliwa na umalaya. Pole shoga yangu. Tena pole kubwa so. Sasa mimi hapo mwenzio sina hata cha kukushauri. Maana ushauri wangu ndio ulikuwa ule, lakini kama shemaji hivyo ndio alivyo. Basi kuna kitu cha ziada. Pengine tu yule mwanamke itakuwa amemroga. Maana mimi najua mwanaume akila vizuri akashiba. Ukamjali kama hivyo unavyosema, hawezi kuchepuka. Kitu gani sasa anakosa kutoka kwako? Itakuwa yule mwanamke ni mshirikina. Kwa hiyo shoga yangu kuwa makini. Au kama vipi kaa naye chini uongee naye.
Muulize, bwana mume wangu kuna 1 2 3 imekaeje? Pengine anaweza kukuelezea. Unaweza kuona mwisi vibaya, labda anaenda na simu chooni, kumbe mwisi ni kufanya vitu ambavyo anavifikiria wewe. Kwa jaribu kuongea naye, pengine unaweza kupata majibu ya maswali yako. Sawa, nitaongea naye. Hivyo mwanaume, ni uchafu gani huo ambao unanifanyia? Yaani unakaa kabisa unajirekodi unamtumia mwanamke utupu wako, na yeye anakaa anajirekodi anakutumia utupu wake. Unazungumzia nini? Mbona sikuelewi? Unielewi mpaka nikuonyeshe ushahidi. Hii nini? Usi ndio upumbavu mnaofanya? Unajihitaji mume wa mtu. Yaani unakaa kabisa unajirekodi utupu wako unamtumia mwanamke. Ulishawahi kufikiria hizi picha zikifika kwenye familia yako? Vipi kuhusu mamako? Babako atakuelewa nini? Unajiita mume wa mtu uliokamilika, unajirekodi unamtumia mwanamke utupu wako. Teddy, kumbuka unazungumza na nani hapa? Mimi ni mume wako. Kuwa na mipaka. Eti mume wako kuwa na mipaka? Ungekuwa unajiheshimu na ili niweze kuwa na mipaka na wewe, ungejirekodi na kumtumia mwanamke utupu wako? Tena ulivyokosa haya, unakaa kabisa unajirekodi unamtumia mwanamke utupu wako ambaye hanifikii hata nusu. Baba, nimechoka. Nimekuvumilia. Hizi tabia zako umeanza tangu muda mrefu, nikajua zitaisha. Kumbe haya ndio maisha yako. Bora niondoke humu ndani. Basi ondoka. Mimi sina namna nyingine ya kufanya. Mwanamke gani wewe? Sawa, naondoka. Dori, subiri kwanza. Mimi naona leo tuishie hapa. Dori, sipo sawa. Nakuomba uende nyumbani kwako, nitakupigia simu. Penzi. Kwani nasema hivyo? Sipo sawa. Yaani tumechati mwezi mzima. Alafu leo tumefanya tu kidogo. Unasema upo sawa? Kweli jamani baby? Au sijakulizesha? Niambie kitu gani nifanye basi ambacho unakipenda. Hapana. Nimekwambia nenda nyumbani kwako, nitakupigia simu. Naomba ondoke. Kwa nini unasema hivyo? Au sijakufurahisha? Hata hivyo sijali.
kuna staili moja nimebakisha ya kushikilia feni. Natumai utaipenda na utaenjoy. Unataka nitumie lugha gani unielewe? Nenda nyumbani nitakupigia simu. Doli, ondoka. Jamani, usifanyie hivyo. Tuelewane. Usiniambie nitamia hapa kwako. Sawa, nimekuambia nitakupigia simu. Uelewi nini sasa hapo? Vaa ondoke. Umefuata nini hapa? Teddy, mke wangu, naomba unisamehe sana mke wangu. Nimetambua sasa thamani yako kwa sasa. Tangu toka kwenye maisha yangu nimeishi maisha ya shida sana mamangu. Kula kwangu, lala yangu, nimekuwa kama chokola mama. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Nimekuja kukuchukua mamangu, turudi nyumbani tukatengeneze maisha. Teddy, tambua nakupenda sana. Natambua nimekukosea sana mamangu. Una haki ya kunihukumu, lakini nipo mbele yako kuomba msamaha mama. Na mimi ni binadamu Teddy, ninakosea. Teddy, tambua nakupenda sana. Na hilo nimeligundua kabla ya kutoka tu kwenye maisha yangu. Sijampata mwanamke sahihi kama wewe. Naomba unipokee tena kwenye maisha yako Teddy. Please, nakuomba mama. Nakuahidi niko tayari kuacha kila kitu kwenye maisha yangu, ili tu niwe na wewe mama. Teddy, ina maana ulioni hilo wewe? Mke wangu, nimezunguka sana huko nje, sijaona mwanamke sahihi kama wewe. Niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe sana. Na imani sasa hivi utakuwa umejifunza kitu. Kama kuna kitu unahitaji nikufanyie, inakubidi uniambie. Mimi ni mke wako. Nakupenda sana prinsi wangu. Na mimi pia nakupenda sana. Ongereni sana wapendanao. Hakika penzi lenu limevuka kizingiti kikubwa sana, ambacho hicho kizingiti watu wengi huwa kinawashinda kuvuka.
mwisho wa siku anaishia tu kuachana.